Kwa sasa tutaenda kumkaribisha kutoka kwa familia kaka au mtoto wa kwanza kabisa wa mama yetu Neema, ambaye si mwingine ni Samuel Sengenge. Karibu sana. Makofi tafadhali kwa mtumishi wa Mungu wakati anakuja. Kwanza, Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu kwamba amezidi kutupa nguvu mpaka sasa hivi katika familia yetu. Ni jambo ambalo kwa kibinadamu ni ngumu, lakini Mungu atatupigania. Niongee mambo machache ya mama. Kwanza, mama alikuwa na upendo bwana. Sio akuficha, sio kinafiki. Hata kama umemuuzi, atakuita pembeni, hata amekuchapa, lakini atakuita pembeni, atakwambia mwanangu nakupenda. Na pia mamangu alikuwa mtoaji. Amesema sisi tulikuwa tunakalishwa na mdogo wangu akati anajiandaa kwenda kufundisha kwenye mikutano somo la utoaji. Kwanza tuko wadogo mpaka tumekuwa mpaka tuna watoto sasa, lakini mama alikuwa mtu wa utoaji. Kuna mama mmoja nilimpa baba testimonio, alikuwa Tabora. Sasa wakati anafundisha, yule mama ametoka mbali. Sasa hivi sikumbuki ni miaka, kwa sababu nilikuja kukutana naye na mume wake ni mchungaji mpaka sasa hivi. Akasema nilitembea kwa mguu ili nifike kwa mkutano wa WWK. Na wakati mama anafundisha, akamwambia tu, we mama, nikimaliza tu unione. Yule mama anakuambia alipewa wakati huo ni blue 3 F30 manake. Anasema nilishangaa na nimetoka mbali na nilikuwa najua narudi tena kwa mguu na nina mtoto mgongoni. Lakini mama alikuwa mtoaji. Tena mama bwana alikuwa msafi. Tustaniane. Katika kitu sisi tumezaliwa wa kiume tu. Kwa hiyo zile mambo yote ya kina dada, sijui usafi, sijui nini, tumefanya mimi na mdogo wangu kwa ratiba tena. Lakini kitu kilichokuwa kina niuzi, mama kwambie uoshe sufuria, sio siri. Wewe unaona kabisa umeosha vizuri, ukifika unampelekea, anaangalia, anakuambia sufuria zangu sio nyeusi. Kama stiliwa imeisha, chukua hapo store, nenda ukaoshe tena na uje unionyeshe. Kwa kweli katika iko kitu kilikuwa kinaniuma. Mama mbona simuelewi? Kingine tulikuwa tunaongea na mdogo wangu hapo. Mama alikuwa mkali bwana. Tulikuwa tunasema na Isaya hapo, hivi mwanangu, kati ya mimi na wewe nani kala fimbo nyingi sana za mama? Isaya akasema mimi hapa. Mimi kweli baba, kama mnavyomuona babangu baba sio mkali. Baba alikuwa anahesabu, anakwambia kikombe kinajaa tu. Siku zikijaa unaambiwa lala chini, 10 unazo hapo. Lakini mama akikufungia kibwebwe tena anahakikisha. Isai ndo alikuwa mjanja wa kuruka kwenye makochi. Na hapa ameshakukaenda chumbani, kaenda kukufungia kibwebwe na kashafunga mlango, hautoki babu. Lakini pia sana atabeba tatizo lako kama la kwake. Mlazimisha hata baba kumwambia, baba twende hata sana hii usiku tukamone mtu fulani. Ni wanawake wachache wenye moyo kama huo. Alikuwa kweli wa tofauti. Na cha mwisho, alitupenda bwana.
Jumamosi nilikuja kumsalimia, alikuwa jikoni. Mamangu akaniambia tarehe 1, nikamwambia tarehe 1 mama, birthday yako bwana, nitakununulia kitenge bwana. Mama akaniambia na wewe Jumatatu birthday yako bwana, nitakununulia zawadi. Akasema amazing. Alafu akaniambia kitu cha pili ambacho na kawaida namwambiaga peace maana yake aishe. Sasa nikamwambia, akaniuliza hivi Samuel unaoa lini? Nikamwambia kwanza mama, huo ni wimbo wa taifa. Akaambia sio wimbo wa taifa, unataka uje kuoa, mimi nimechukuliwa. Nikamwambia kabla ameongea hivyo, afu akasema usikatae, kwa sababu mimi nilikuwa na baba, nilikuwa na mama, hawapo, lakini waliona nimeolewa, wameona wajukuu zangu wao. Wewe lini? Mimi nikamwambia peace huyo, nikanyosha zangu hivi. Kwa hiyo katufundisha kitu katika maisha, hasa sisi watoto. Na kitu kingine nimesahau, upendo kwa watu. Watu wanasema ni nyota, lakini sio nyota, ni upendo, ile bond kati ya baba, mama na watoto. Sisi tunaweza kufanya matatizo, lakini hata niweza nikakosea. Kuna wakati nilikosea, lakini nilikuwa nimelala tu, niko chumbani, lakini mama akamtuma mfanyakazi, muite Samueli, lakini hakuniaibisha kunisema kwa wafanyakazi. Tukaja tukakaa hapa mama na baba, kana lete viti, wakakaa hapa. Lakini tutamkumbuka, na naahidi kwa niaba ya mdogo wangu tutafuata yote aliyotufundisha, na Mungu atusaidie. Asanteni. Tumpige Bwana Yesu makofi mengi. Amen. Asante sana Sam. Haya, kuna swali hapa sasa kutoka kwa anti. Karibu. Ninataka nimuulize Samueli atupe ahadi, anaoa lini? Kwanza swali gumu kwa sababu sina, lakini nafikiri hautafika ndani ya miezi 6. Kwa hiyo naombeni mniombee na michango pia baadaye hiyo. Jamani, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya Sam. Ni mjukuu wetu mkubwa kwa kina Seng'enge, tunajivunia sana. Msione hapa tumesimama mashangazi. Mungu akubariki Sam. Ameniambia pia amempa Yesu maisha yake, ni jambo la kumtukuza Mungu. Endeleeni kutuombea. Amen. Asante sana anti pamoja na Sam. Sam alipoulizwa hili swali akataka kusema peace. Amen. Watu wa Mungu, tunamshukuru sana Mungu kwa ajili ya kipindi hiki ambacho tulikuwa tunasikia mambo yanayomhusu mama, ambayo kwa kweli ni mambo makubwa sana. Sherehe za kumbukizi ya maisha yake. Tafadhali Wanandanda, naomba nichukue fursa hii, mliosoma na Neema, karibuni kwa kadi mlivyoleta ombi lenu. Amen. Makofi kwa mtumishi wa Mungu anapokaribia. Utakuomba, utajitambulisha na utasema hayo ambayo nataka kusema. Karibu mtumishi wa Mungu. Asante sana mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Ninasimama hapa kwa niaba ya Wanandanda ambao walisoma na Neema kidato cha 5 na cha 6. Kwa sababu ya muda, kesho utakuwa finyu, wameniomba niweze kuwasilisha rambirambi na salamu. Kwa hiyo nimesimama kwa niaba yao, lakini niseme kidogo. Mimi naitwa Rodrick
Lutembeka. Nilikutana na Neema miaka 48 iliyopita. Neema alikuwa hajaokoka, mimi sijaokoka. Tukawa tunaimba kwenye kwaya pamoja ya UKWATA. Neema alikuwa ni mpole na alikuwa ni mtu wa dini. Hajaokoka lakini alikuwa anampenda Mungu. Mimi nilikuwa tofauti naye kidogo. Nilikuwa tu kidogo na vurugu tu kidogo. Na Neema hakupenda hiyo hali. Sasa nikaenda likizo tukiwa kidato cha 5. Nikaenda Songea, kulikuwa na baba yangu mdogo, yeye ameokoka. Nilipoenda likizo, nikakutana na Yesu, akanibadilisha. Bwana Yesu asifiwe. Niliporudi Ndanda, Mungu kwa neema yake akanitumia kuivuruga ile shule kwa upande wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Neema alishikwa na wivu kabisa, wivu mzuri, kwamba huyu mtu aliyekuwa hivi, sasa kama umeokoka, kwa nini mimi? Bwana Yesu asifiwe. Neema akapata neema ya kumpokea Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tukawa na mahusiano, tumekuwa wote chuoni, chuo kikuu. Rei mume wake akiwa mchungaji wangu, akisimamia kanisa la pale chuo kikuu, na akaniachia kazi ya uchungaji kusimamia chuo kikuu, na baadaye akamchumbia Neema. Bwana Yesu asifiwe. Na ni miezi michache nilishiriki. Neema na mume wake walitupa heshima, watu wawili tu ambao tulishiriki kwenye harusi yao kule Tanga, wakatualika miezi michache tu, kumbe tulikuwa tunamwaga Neema. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa maisha ya Neema, amemaliza kazi. Tangu amempokea Yesu, Neema kurudi nyuma. Mungu awabariki. Tunazo rambirambi, tutaziwakilisha kwa muhusika ambaye ameandaliwa. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki. Asante Baba Lutembeka, Mungu akubariki.